Leo ningetamani tujifunze somo la vijana na uchumi. Na katika somo hili nitaongea mambo makubwa matatu. Unawezaje kujenga uchumi wako? Yatakuhusu kijana, yatakuhusu mtu mzima, yatamuhusu mzee, kuweza kuandaa vijana. Wengi tunahisi Mfalme Suleiman alikuwa tajiri, alikuwa na uchumi mzuri kwa sababu alikuwa na akili. Akili ni sehemu moja, lakini sehemu ya pili Biblia inatuelezea alifanya nini ili kupata mali. Kitu cha kwanza, alifanya biashara ya usafirishaji. Kwa alikuwa kama vile ana kibodaboda lakini kiko baharini. Alikuwa kama vile Azam ana meli zinabeba watu, zinabeba fedha, zinabeba tausi, zinabeba nyani. Alikuwa ni mfanya biashara. Kwa kufanya biashara, kwa kufanya kazi, aliweza kuwa mtu mwenye mali nyingi. Tajiri kuliko Bill Gates, tajiri kuliko Elon, tajiri kuliko Warren Buffett, tajiri kuliko Rich Daddy Poor Daddy Robert Kiyosaki, tajiri kuliko Jeff Bezos. Kwa nini? Kuna element ya hekima na kuna element ya kazi. Huwezi kujenga uchumi imara kama haufanyi kazi. Narudia tena. Huwezi kujenga uchumi imara kama haujishughulishi. Utajiri aliobarikiwa Mfalme Suleiman ulitokana moja na kujishughulisha kwenye kujenga nafsi yake upande wa akili. Akili inajumlisha ama hekima. Neno hekima linajumlisha vitu viwili. Vitu kama viwili hivi. Viwili vitatu. Kwanza inajumlisha maarifa ulionayo. Maarifa manake elimu. Pili inajumlisha ujuzi. Ujuzi, experience, study za kazi. Halafu tatu inajumlisha kutenda. Ukitenda, if you take action, ndio unahesabika huyu mtu mwenye akili, mwenye hekima. Ukiwa na elimu manake una knowledge, lakini huweki kwenye matendo, Biblia inasema huyo mtu anafananishwa na mpumbavu. Ukiwa na experience manake unafanyia vitu kazi, unaona vina matokeo, lakini huendelezi kwa kuchukua hatua. Biblia tena inatamka huyo mtu kidogo ana upungufu. Kwa hiyo hekima inachanganya knowledge, experience with action. Sasa Biblia inatamka huyu mtu alikuwa ni kiranja wa maraisi. Inasema akawapita wafalme wote. Na wale wafalme, maraisi wa nchi nyingine, malkia wa nchi nyingine, walikuwa wanakuja kwa Mfalme Suleiman kuja kujifunza. Yeye ndo alikuwa kama mentor wao, alikuwa kama kiranja wao. Wewe vipi? Mimi nchi yangu inanisumbua, sijui wananchi hivi na hivi, nenda kafanye hivi. Wewe vipi? Mimi nchi yangu inanisumbua hiki na hiki, nenda kafanye hiki. Wewe vipi? Mimi nimekuja na maswali haya. Wewe vipi? Mimi nimegombana, nilijifungua mtoto na mwanamke mwingine akajifungua mtoto, halafu yule mmoja akamlalia wa kwake, halafu huyo alimlalia wa kwake akafa, akamchukua akambambikia huyu mwingine. Suleiman akamwambia, okay, leteni hiyo kesi, chukua huyu mtoto mnayegombea, ni mkate katikati, wewe nenda na upande huu, wewe nenda na upande huu. Mmoja akasema, kama kumkata bora huyu aende naye mzima mzima, mimi nitamkosa. Halafu mwingine akasema, wote tukose, mpasue katikati. Sasa ukimpasua katikati kuna mtoto tena? Hamna mtoto mchungaji. Suleiman akasema, huyu mwenye mtoto ndio huyu aliyesema tusimkate. Huyu aliyesema bora akatwe katikati. Wewe sio mama wa mtoto, mpeni huyu. Hiyo ndio akili iliyomtajirisha Suleiman. Haleluya! Nenda kafanye kazi na biashara. Kwa hiyo haya mambo matatu nitayafafanua kwa ufasaha, kwa msaada wa Mungu, pole pole, ili uyazingatie. It's not a choice. It's not an option. Mimi nitaamua nifanye kazi au nisifanye kazi. Kazi ni agizo.
hakikisha unafanya kazi kwa sababu Mungu kaagiza ufanye kazi. Jambo la pili, katika kila kazi kuna faida. Kitabu cha Mithali 14 mstari wa 23, Biblia inasema, Mithali 14:23, katika kila kazi kuna faida, bali maneno ya midomo huleta hasara ama umaskini. Hakuna kazi isiyolipa. Jambo la tatu, lakini kabla sijaenda kwenye jambo la tatu, pale sehemu ya maandiko inamaliza inasema, bali maneno ya midomo huleta hasara ama umaskini. Kama ufanyi kazi, Biblia inasema wazi, tutakujua. Dalili yake ya kwanza, una maneno ya kutosha mdomoni. Maneno ya kutosha. Shaona tu mtu wa namna hiyo, kajiulize swali, anafanya kazi gani? Dalili ya pili ni hasara ama umaskini. Biblia inasema wazi, maneno ya midomo huleta hasara. Inachangamsha genge, inachangamsha masikio ya wasikilizaji, lakini kuna hasara inakusubiria mbele. Kwa hiyo usikubali kukaa bila kazi, maana utakosa faida. Hasara ama umaskini una chanzo. Chanzo kimojawapo cha umaskini ni kutokufanya kazi. Kwa hiyo kijana, lazima ufanye kazi. Hakuna option. Lazima ujitume ufanye kazi. Jambo la tatu, ukiangalia ile jedwali letu la kazi ambalo ningelitamani ulizingatie, ni chakula. Kazi inaleta chakula ama mahitaji muhimu. Mithali 28:19, Mithali 28:19, Biblia inasema, alimaye shamba lake atakuwa na chakula tele. Manake ukifanya kazi utakuwa na chakula tele. Chakula kinawakilisha mahitaji ya muhimu: chakula, mavazi, malazi, matibabu, nauli kwa ajili ya usafiri. Bali afuataye mambo ya upuuzi atapata umaskini wa kumtosha. Hebu muulize jirani yako, unaujua umaskini wa kutosha? Uliwahi kusikia kwenye hizi takwimu za serikali wanasema idadi ya maskini, halafu wanasema wale ambao wako umaskini ulio kithiri, fukara. Sasa kama unataka ufukara wa kukutosha, fuata mambo ya kipuuzi. Mambo ya kipuuzi ndio hivi. Kanisani kuna skendo gani? Tumesikia mchungaji fulani, hapo watu, bwana tumelisikia. Umelisikia hilo? Maskini wa kukutosha na kusubiria wewe. Mambo ya kipuuzi hayo. Kila wakati unatafuta skendo, kila wakati unatafuta umbea, kila wakati unatafuta vitu visivyokuwa na kichwa wala mguu. Hatuwezi kukujua kama unavitafuta ama uvitafuti, lakini tukiona una umaskini wa kukutosha, tunatambua huyu anakimbizana na mambo ya kipuuzi. So young people, hakikisha kila wakati unajishughulisha na mambo ya staha, mambo yenye kuleta tija, mambo yenye kuleta uzalishaji, mambo ya bidhaa, mambo ya kutoa huduma, mambo ya kukimbizana na pesa. Usikimbizane na vitu ambavyo havina kichwa wala mguu. Lima shamba lako. Kama umeajiriwa serikalini, kafanye kazi vizuri. Haleluya. Kama umejiajiri kwenye sekta binafsi, kafanye kazi yako vizuri. Usitumie muda mwingi kwenye mambo ya mzaa. Kwa nini? Yanaleta umaskini, tena ule umaskini wa kuchubua. Biblia inatamka umaskini wa kumtosha. Bado ninajaribu kutafuta umaskini wa kumtosha uliokuwa unazungumzwa na Biblia ni ukoje huu? Maana sisi wengi maskini. Halafu inaposema wa kukutosha, yani ule bado haujatosha, ni kama vile wa kushindiliwa hivi. Be careful. Marafiki zako mnaongeaga mambo gani kila wakati? Wewe jiulize tu. Umeenda shuleni, kweli una focus na masomo ama uko kwenye mambo yasiyoeleweka? Wewe kwenye mitindo shuleni ndio namba 1.
Michezo shuleni ndio namba moja. Migomo namba moja. We, subiria masifuri ya kukutosha. Hayako mbali. Tukichungulia tu ripoti yako tunajua kapata ya kumtosha huyu. Kuna kitu akifanya. Halimi shamba lake, halimi shule yake, halimi biashara yake. Umeenda kwenye biashara, umeanzisha biashara, focus on your business. Usio unahangaika huku kila saa uko kwenye duka la jirani. Wewe huna duka lako. Si umeenda dukani kwako, focus kwenye biashara yako, usiende kwenye mambo ya watu wengine. Kwa lugha nyingine Biblia inasema mind your own business. Usihangaike na mambo ya watu wengine yasiyokuhusu, achana nayo, focus na yanayokuhusu. Twende kwenye ile kazi. Jambo la 4 kwenye kazi. Uwe na kazi zaidi ya moja. Jitahidi uwe na kazi zaidi ya moja. Najua unaweza ukaniambia haiwezekani. Mimi nakwambia inawezekana. Wakati nikiwa kazini, nilikuwa nafanya kazi ya kuajiriwa. Lakini ikifika jioni, mimi ni mhasibu, nilikuwa saa 11 naenda kuwafundisha wanafunzi wa CPA masomo ya jioni, kazi yangu ya pili. Halafu ikifika tena jioni, nikirudi nyumbani ninaandika vitabu, mtaviona kule nyuma. Nafanya kazi yangu ya 3 ya kuandika vitabu. Kwa hiyo na kazi ya kuajiriwa ofisini. Nikitoka ofisini na kazi ya kufundisha. Nikitoka hapo na kazi ya kuandika vitabu. Kazi ya ofisini ikiharibika, kazi ya kufundisha mtaani itanilinda. Kazi ya ofisini ikiharibika, ya kufundisha ikiharibika, kazi ya kuuza vitabu itanilinda. Vyote vikiharibika, mimi ni dereva. Nina uwezo wa kuendesha bodaboda. Naingia mtaani kwenye taxi napiga tu. Chinchichi. Twende wapi? Ubungo. Na kubeba. Utanipa hela yangu, nimeweka. Kwa nini? Nina ujuzi wa kuendesha gari. Muulize jirani yako una kazi ngapi? Muulize una kazi ngapi? Kama amekutajia moja, mwambie umekalia kutikavu. Wakati wowote likianguka hilo limeanguka na wewe. Mungu atusaidie. Haleluya. Tuwe na kazi ya asubuhi na kazi ya jioni. Tuwe na kazi 2, tuwe na kazi zaidi ya moja. Biblia inasema fanya kazi asubuhi, halafu fanya kazi jioni. Sasa hebu turudishie ile andiko. Kwa sababu huwezi, sikiliza nasema, kwa maana wewe hujui ni zipi zitakazofanikiwa kwenye maisha yako. Kama ni hii ya asubuhi, ama hii manake ya jioni, ama kazi zote zitafaa ama zitakutoa kimaisha sawa sawa. Huwezi kujua ni kazi ya kuajiriwa ama kazi ya kujiajiri. Ni kazi ya serikalini ama kazi ya binafsi. Ni kazi yako ya jioni ama kazi yako ya asubuhi. Ni kazi ya duka hili la kwanza ama duka hili la pili. Ni bidhaa hii ya kwanza ama bidhaa ya pili. Usiwe na usikubali kufanya kazi moja kwenye maisha yako. Siku moja ninafanya kazi. Kaja bosi mpya. Bosi mpya nitaki. Kaingia kanikuta mimi pale ndio mkurugenzi kaimu mnaita acting kaimu. Mimi ndio na kaimu nafasi ya CEO, afisa mtendaji mkuu. Basi na hapo nimeshapewa kibali niende kuwa expatriate, niende kufanya kazi za kimataifa. Sasa kilichogomba ni kwamba kwa sababu hakuna mtu mwenye uzoefu, nikaambiwa nikae nishikilie hii kazi ya mtendaji mkuu. Halafu atakapokuja kiongozi mpya, managing director mpya, CEO mpya, nimwachie mimi niondoke zangu. Kufika akasema subiri kidogo kama miezi 3 unifundishe kazi, halafu baada ya hapo uende. Miezi 3 ilisha. Mwezi wa kwanza tukuisha. Ni kama naanza kuambiwa mlango ule pale utoke. Hatuivani. Alinitimua kazini. Alinitimua. Leo nimekuwa mwekezaji kwa sababu nilitimuliwa kazini. Mungu ashukuriwe. Alinikusudia mabaya lakini Mungu anatuaziaga mema. Haleluya. Alinitimua, tulikuwa tunapishana asubuhi, mchana na jioni. Sielewi nilipomkosea. Sielewi kosa langu. Lakini kazi nilipoteza. Mwaka 2004. Na nilikuwa Mtanzania kwenye ile taasisi, nalipo hela nyingi kuliko wote.
Nilikuwa nalipwa milioni 1 na ngapi sijui mwaka huo. Milioni 1 na mwaka 2004. Nilitoa machozi, nilienda kanisani nikamwambia mchungaji, bwana mimi mbona napoteza kazi? Kwani mimi nimefanya kosa gani? Yaani haya mabaya yote yanikute mimi, nimefanya nini? Mchungaji kaniangalia akaniambia, unajiuliza umefanya uovu gani? Hautapata jibu. Nenda kajiulize Yesu alifanya kosa gani akasulubiwa msalabani. Ukipata jibu njoo niambie. Mchungaji mimi nimekuja kulilia tena, akanipiga na msumari mwingine. Basi niliondoka pale moyo wangu umeburudika. Wachungaji oye. Wachungaji Mungu kawapa neema. Yakikushinda mtaani njoo kanisani. Kuna jinsi ambayo Mungu kawapa kitu cha ziada. Hawa wachungaji hutusaidia sisi washirika. Mchungaji akanisaidia, akaniambia usitafute kujua ulikosea wapi. Hutagundua kosa. Nenda kaanze maisha upya. Basi nikaondoka. Nikapata kazi mkoani ya Dando, nimeshaipoteza. Na nilipoteza nikiwa kaimu managing director ama chief executive officer. Kaenda mkoani. Nikaomba kazi, nikapata. Sasa niende nisiende haikuwepo. Huna kazi unachaguaje kazi? Nilikubali tu kwenda. Lakini Mungu ashukuriwe kwa sababu kazi niliyoipata ilinilipa mara 3 zaidi ya kazi ya kwanza. Yawezekana Mungu alijua mapenzi niliyokuwa nayo kwenye ile kazi ya kwanza, sikutaka kuiachia. Niliona ni kila kitu. Mungu akaitikisa puu, nikatupwa huko pembeni huko. Kama Yusufu alipotupwa gerezani, alipotoka huko akawa mfalme, akawa waziri mkuu wa nchi. Kwa hiyo wakati mwingine hizi shida hizi zina mambo. Nyuma yake kuna baraka, lakini gharama yake kubwa. Nenda kafanye kazi zaidi ya moja. Ni hatari kufanya kazi moja. Wafanya kazi kwenye miradi. Fikiria mnaambiwa mfadhili kakata pesa. Unafanyaje? Ndio kazi imepotea na wewe ulikuwa umeng'ang'ania. Biblia inasema asubuhi nenda kwenye shamba, jioni usiuzuie mkono wako kufanya kazi. Wewe una kazi moja. Ikianguka hiyo kazi moja, maisha yako yanakuwaje? Kazi moja. Basi, huwezi kupika mandazi jioni. Ili ajira ikiondoka, una ujuzi wa kupika mandazi. Huwezi kupika mandazi. Huwezi kuendesha Uber. Si una magari? Kwa nini ukitoka kazini, ukifika saa 11 ile, kaa kwenye gari, kiwashe kile kisimu chako, kile ki-app, mnaita app application sijui nini, ile app ile, Uber. Halafu unasubiria pale posta pale. Unadaka, niko hapa. Halafu wakati unaenda nyumbani, unambeba na abiria mmoja. Umepata 10,000 yako, umepata 20,000 yako. Ukikusanya 20,000 mwisho wa mwezi una 600,000. Siku moja nimeenda nimefundisha kanisa moja, nimemaliza. Kijana mmoja akachukua hatua. Sasa sikujua, nimeenda huo mkoa siku nyingine, miaka imepita kama miaka 4-5. Nikaitisha Uber ikaja, nikaingia, nikamwambia nipeleke sehemu moja naenda kula. Sawa. Nimeingia kwenye ile taxi, jamaa akaniambia yule dereva wa taxi, "Hii sauti mbona kama jamaa mmoja anaitwa Busara, ndio wewe?" Nikamwambia ndio mimi. Akasema, basi. Hii Uber niliyokubebea imetokana na mahubiri yako." Nikamwambia mahubiri? Mahubiri gani hayo? Bwana ulitufundisha tusiwe na kazi moja. Biblia inatuambia tuwe na shamba letu. Shamba. Maana ya pili ya shamba ni kitega uchumi. Passive investment. Kwenye kitega uchumi ni kitu ambacho kinakupa fedha bila kutumia muda wako kama biashara. Mfano, tataja vitega uchumi kama 7. Cha kwanza, unaweka pesa UTT. Wangapi mmeweka pesa UTT? Nyosha mkono. Unafanya gani nini wewe mpaka balance kuongezeka? You do nothing. Huna biashara, wewe una ajira tu. Maana wewe ni mtu wa UTT wewe. Ila hujijui. Aina ya pili ya kitega uchumi ni treasury bond. Kiswahili tunaita hati fungani za serikali kuu. Unachukua pesa yako unaweka benki kuu, utapata faida
7% mpaka 15%. Ukiweka UTT faida yake ni kwenye 12% mpaka 16% kwa mwaka. Aina ya tatu ya kitega uchumi ama shamba ni hisa. Chukua sehemu ya fedha zako, nenda kanunue hisa za kampuni yenye utendaji mzuri. Kuna uwezekano Mungu akakubariki akakujalia ukapata hela nzuri. Mimi na mrembo wangu tumewekeza zaidi kwenye hisa, kwenye soko la hisa la Dar es Salaam. Basi sina bata, sina kuku, sina shamba Kibaha wala Mkuranga, sina. Jumamosi mnapoenda mashambani mbarikiwe, na Jumapili mie sina shamba. Mimi nachunguliaga tu kwenye simu soko la hisa, bei imepanda, bei imeshuka, basi ndio nimemaliza. Bei ikipanda nauza, ndio shamba langu. Bei ikishuka nanunua, basi. Hakuna bei mbaya kwenye soko la hisa. Bei ikianguka ndio bei nzuri ya kununua, bei ikipanda ndio bei nzuri ya kuuza. Hiyo ni aina ya tatu ya kitega uchumi. Aina ya nne, amana benki, fixed deposit. Mungu kakupa, kaweke benki, usiweke kitandani, haupati chochote. Biblia inatuambia, kwa nini ukuweka fedha zangu kwa watoa riba, ili nijapo niikute na faida yake. Mungu anaruhusu usipoteze thamani ya fedha yako kwa kuiweka benki ili wakupe riba. Aina ya tano ya kitega uchumi ni real estate. Kaweke kwenye majumba, kwenye nyumba za kupangisha. Kanisa la kwanza Biblia inazungumza kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Sijui ni Matendo ya Mitume 8:34, sikumbuki ule mstari vizuri. Inasema watu wote walikuwa na viwanja pamoja na nyumba. Fikiria kanisa la kwanza, walikuwa na viwanja pamoja na nyumba. Alafu kisoma kitabu cha Luka, Bwana Yesu aliwatoa mapepo wakina Mariamu Magdalena, akina Suzana mkewe Kuza, halafu wakamtumikia Bwana Yesu kwa mali zao. Ukisoma Kiingereza inasema they were owning properties. Properties manake nyumba za kupangisha na majumba ya biashara, frame za maduka. Hiyo ni aina ngapi nimetaja? Ya tano ya tano. Ya sita, kawekeze kwenye hati fungani za halmashauri, wanaita corporate bond, municipal bond. Ya saba, kaweke pesa zako kwenye hati fungani za makampuni kama NMB, CRDB, wanaita kijani bond, wanaita jamii bond, kwa Kiingereza wanaita corporate bond. Lazima uwe na shamba, lazima uwe na kitega uchumi. Kile kitega uchumi ndicho kitakachokusaidia kupata fedha za kwako wewe mwenyewe bila kumtegemea mwajiri. Ukimtegemea mwajiri ina mipaka. Ipo siku utastaafu. Ukistaafu na hela zimekoma, mshahara unakata, pup. Shamba linaweza kuendelea kulipa. Jitahidi utenge sehemu ya mshahara wako uweke kwenye shamba lako, uweke kwenye kitega uchumi chako, uweke kwenye biashara yako. Aina ya mwisho ya kitega uchumi ni biashara. Unaweza kuweka sehemu ya pesa yako kwenye biashara. Aina ya 8, biashara. Lakini biashara uwe mwangalifu. Ina changamoto nyingi na inahitaji active involvement. Lazima uhusike moja kwa moja kwenye usimamizi. Usipohusika kwenye usimamizi, wamekupiga bao. Usipohusika kwenye usimamizi, wamekuongezea gharama. Usipohusika kwenye usimamizi, wamekuibia. Kwa lazima uwe na active involvement. Sasa fikiria, umri umesogea, unafanyaje? Fikiria nyumbani kuna mahitaji, umefanyaje? Fikiria nyumbani umeuguliwa na hauna kitega uchumi ambacho hakihitaji muda wako, na nyumbani una mtu wa karibu aliyeugua, unafanyaje? Ndio maana ni muhimu kubalansisha maisha. Wakati huku unapata mshahara, huku unapata gawio kwenye hisa. Haleluya! Wakati huku unapata mshahara, huku unaweka UTT ukwasi, hela yako inakuwa. Huku unapata mshahara, huku umeweka vijumba vidogo vidogo, unapangisha, unapata kodi. Kwa nini? Huwezi kujua kwenye maisha ni kipi kitakachokusaidia maishani.
Kama ni hii kazi yako ya asubuhi ya saa 2 mpaka saa 10, ama kazi yako hii ya jioni ya saa 11 mpaka saa 4 saa 5 usiku. Turudishele jedwali letu la shamba. Pointi nyingine, hivi vitega uchumi lazima uwe na jinsi ya kutambua wakati gani wa kununua na wakati gani wa kuuza. Kwa nini? Mungu anatoaga fursa kwa kila mtu. Ukisoma kitabu cha Mhubiri sura ya 9 mstari wa 11, Mhubiri 9:11, Biblia inazungumza maneno mazuri mpaka ule mstari wa 12. Mwishoni inasema wakati na bahati huwapata wote. Inasema nikarudi na kuona chini ya jua ya kwamba sio wenye mbio washindao katika mchezo. Manake tukienda kwenye michezo, kuna wakati timu isiyotarajiwa inashinda. Sasa hivi timu inaonguruma, sijui ni ipi kati ya Yanga na Simba, sijui ni ipi, lakini tunajuaga zamani aliyekuwa na nguruma ni nani? Ni mnyamapori. Manake Mungu anakuambia sio kila wakati yule mtu unayemwona ni loser atakuwa loser. Kuna wakati atakuwa ni winner. Opportunity ni kwa kila mtu. Ndio maana ni jambo la kawaida kumuona msomi kaajiriwa na asiyesoma. Kwa nini? Biblia imesema pale. Hebu turudishe ile andiko. Kuna maeneo mazuri sana pale yametamka kwamba opportunity kwa kila mtu. Wala sio walio hodari washindao vitani. Mkienda kwenye vita wakati mwingine nchi isiyotegemewa inaweza ikaitoa mbio nchi nyingine. Wala sio wenye hekima wapatao chakula. Ni jambo la kawaida kumwona mtu ana akili nyingi lakini hana hela ya chakula. Halafu kuna jambo la kawaida kabisa kumwona kilaza hana chakula mezani. Maana Mungu anatoaga fursa kwa watu wote. Halafu inasema wala sio watu wenye ufahamu, wenye akili wapatao mali. Wenye mali wakati mwingine ni watu hata hawana akili nyingi lakini wana mali. Maana Mungu anawapaga fursa watu wote, wenye akili na wasiokuwa na akili za darasani. Wengine wana akili za maisha tu basi. Shuleni walipata 0 lakini mtaani ndio wenye pesa za kutosha. Ni jambo la kawaida. Kwa nini? Endelee kwenye ile andiko. Kuna kitu bado nakitafuta kiko pale chini pale. Wala wenye ustadi wapatao upendeleo, lakini wakati na bahati huwapata wote. Neno ninalolitaka liingie kwenye moyo wako. Mungu humpa kila mtu nafasi kwenye maisha ya kutoka. Kila mtu, bila kujali kiwango chako cha elimu, bila kujali kiwango chako cha pesa, bila kujali umahiri wako kwenye michezo, bila kujali wewe ni mchezaji bora sio mchezaji bora. Ipo siku atakujalia nafasi utafunga goli. Haleluya! Wakati na bahati wapata wote. Changamoto tulionayo, hujui bahati inatokeaje. Sasa neno bahati kwenye Biblia limetumika lakini neno sahihi ni fursa. Bahati huwa haiwapati watu wote. Tukicheza bahati nasibu, anayepata ni mmoja tu kati ya wengi ama wachache. Huwezi kusema bahati inawapata watu wote. Manake hii tunazungumzia fursa. Lugha yetu ina mambo mazuri lakini ina mapungufu. Opportunity itakufikia. It's your responsibility to know when it falls on your hands. Hilo ni jukumu la kwako. Ina wakati. Wewe ni binti. Ipo siku watakuja vijana mfululizo kama siafu vile wanavyotembea. Sisimizi. Si ndio inavyotokea? Pipi. Sasa pale wewe kazi yako ni kuhakikisha unachuja. Wewe pita. Wewe ndio mwenyewe wewe. Lazima ujue time and season. Ukishindwa hiyo, zimepita zote. Wakati wewe ndio unachangamka unatafuta mtu, ilishapita. Unafanana na ule binti wa wimbo ulio bora. Kaja kagongewa, bahati mbaya akafunga mlango. Jamaa kageuka, ameenda kumuita, hakurudi. Sasa hapa nataka nizungumze mambo ya msingi yatakao kusaidia kujua fursa ya kutoka kwenye maisha. Sawa? Rudishie ile jedwali. Nimeandika mambo machache, lakini haya ndio mambo ya msingi kwenye kujenga uchumi wako.
Jambo la kwanza, fursa huwapata wote. Jambo la pili, fursa zina wakati. Promotion kwenye maisha yako, kwenye kazi ina wakati. Bosi amekuita, bwana, kuna hii kazi tunaomba uichukue. Mimi hii kazi siitaki, kuna pressure nyingi. Umepoteza fursa yako. Timing is so important. Ukimiss hiyo, umemiss opportunity. Jambo la tatu, you must be able to see. Lazima uweze kuona kwa kutumia jicho lako la ndani na kutwaa. Waefeso 1:14 inazungumza habari ya kutiwa nuru macho ya ndani. Kuna jicho hili unalonitazama nalo na kuna jicho jingine liko ndani. Sasa nitalielezea hili jicho la ndani linavyofanya kazi nitakapokuelezea ya 4. Turudishe kwenye jedwali. Jambo la 4, fursa unaigunduaje? Ukisikia kuna shida, ukisikia kuna tabu, ujue hapo ndio kuna fursa. Shida, tabu, ugumu, takataka. Ofisini haitatokea hata siku moja Mungu anakuja na kuambia kuna fursa, nataka nikupe promotion. Haitokei namna hiyo. Utasikia fulani kaacha kazi, kuna nafasi hii, unaweza kutusaidia kujaza kwa sababu tuna shida nyingi katika hiyo ofisi, kwa sababu hii nafasi iko wazi. Mwenye jicho la ndani anajua shida ndio fursa, anasema niko tayari kutumika. Mwenye jicho ambalo ni kipofu akiambiwa hivyo anasema sitaki matatizo, nabakia kwenye nafasi yangu. Umepishana na fursa yako. Daudi alipopambana na Goliath aliuliza, mtu atakayepambana na Goliath atapewa nini? Akaambiwa atapewa mke, atapewa utajiri na atapewa atapata msamaha wa kodi. Aliahidiwa vitu kama 4. Daudi akauliza mara ya pili, atakayepambana na Goliath atapatiwa nini? Manake Goliath alikuwa ni tatizo, ndani yake kuna fursa ya utajiri, ya mke. Wewe fikiria unakimbizana na mbuzi na ng'ombe na kondoo na simba na madubu. Hapa unaambiwa uende kukaa kwenye jumba la mfalme na binti wa mfalme. Wewe utachagua nini? Daudi akasema huyu jamaa napambana naye, lakini nyuma yake aliona opportunity. Kwa nini wazungu na wageni wakijaga nchini kwetu wanasema nchi yenu imejaa fursa? Sisi tukiangalia tunaonaga imejaa matatizo. Kule kujiuliza ni kwa nini? Ni kwa sababu inawezekana ndani yao wana jicho la ziada la kuona. Sisi hatuna hilo jicho la ziada la kuona. Sisi tunaonaga shida tu. Sasa leo nikufundishe kwenye hii jambo la 4 kwenye fursa, ili usipitwe na uchumi mzuri. Mtu mmoja aliniuliza, bwana hebu nisaidie, nafanya naye kazi, mfanyakazi mwenzangu. Mimi ninataka kutengeneza pesa lakini sijui. Sasa wewe tunakusiga unafundisha huko makanisani na mitaani. Nisaidie. Nikamuuliza swali moja tu, mtaani kwenu kuna shida gani inayokuhangaisha? Akasema sisi kwetu hakuna maji. Shida kubwa kabisa nini? Maji. Nikamwambia nenda kachimbe kisima. Ukichimba kisima utakusanya pesa zote za mtaani. Kawasa wewe. Sema sawa. Nikamwambia hapa hakuna kujadiliana. Akaenda kachimba kisima, kaweka tanki juu. Watu wote walikuwa wanajenga nyumba na wanaotumia maji, walikuwa wanatumia maji kutoka kwake. Kakusanya pesa kutokana na shida. Zaburi 25 mstari wa 17. Biblia inasema, katika shida za moyo wangu unitengenezee nafasi na kunitoa katika dhiki zangu. Muundo wa binadamu kutolewa kwenye dhiki kuingia kwenye fedha kunategemeana na idadi ya shida na matatizo anayoyatatua. Turudishie ile jedwali. Zaburi 25:17. Ukisoma huo mstari unasema, katika shida za moyo wangu unitengenezee nafasi na kunitoa katika dhiki zangu. Shida ndizo zinazotutia akili. Ukiitatua shida, Mungu anakusogeza kinafasi. Anakutoa kwenye biashara ndogo na kuingiza kwenye biashara kubwa. Anakutoa kwenye cheo kidogo na kuingiza kwenye cheo kikubwa. Lazima upambane na shida. Shida ndani yake ni baraka. Shida imefanana na kifuu cha nazi. Nazi mnaijua Nazi ile
Wakati yule nilikuwa naenda kwa mchungaji Hiza nyumbani, bwana wanapika hao mboga za nazi, nazikumbuka mpaka leo. Ile nazi ile ukipasua lile ganda lile gumu, ndani yake unakutana na ile tamtam nyeupe ile. Ndio nazi yenyewe tunaita lakini uipate ile tamtam nyeupe bila kupambana na kifuu. Sasa opportunity kwenye maisha, fursa za kutengeneza kwenye maisha, kutengeneza fedha ama kujenga uchumi mzuri, zinafanana na kifuu cha nazi. Ukikipasua ndio unapata tamtam. Umekimbia kile kifuu cha nje, hupati ile tamtam ya ndani. Huyo wa kwanza tukamsort out. Mungu akamjalia akapiga hatua. Mwingine akaniuliza, bwana mimi niwekeze wapi? Nikauliza swali moja, wewe ukiendaga kwenye benki ya NMB, nilimuuliza benki ya NMB, unaonaga nini? Akasema mimi naonaga foleni. Nikamwambia vizuri, hiyo foleni inakukera? Ndio, hiyo ni shida kweli kweli. Nikamwambia sawa. Nikamwambia sasa tuangalie jicho la pili sasa. Wewe ndio unamiliki ile benki ya NMB ambapo wateja wamejaa ndani nje ndani. Unaona nini? Akaniambia naona pesa. Nikamwambia jicho la kwanza uliona shida, jicho la pili umeona pesa. Na wewe nenda kaangalie kwenye shida ndio kwenye pesa. Haleluya. Tatua ile shida. Sasa hapa najua wote mna kazi zenu. Naomba uandike mambo haya. Andika mambo matatu ambayo ndio shida mtaani kwenu, kama unataka kutengeneza pesa. Alafu nenda kayatatue. Mambo matatu tu. Nakupa nafasi. Halafu andika mambo matatu changamoto kubwa kazini kwako na ukofanyia kazi. Iwe ni ofisini, iwe kwenye huduma, iwe kwenye biashara, lakini huko unakoendaga unakofanya kazi kuna shida gani? 3 tu. Ukiandika 3, ukienda kutatua mojawapo, kuna uwezekano mkubwa ukatengeneza pesa. Mwingine akasikiliza kwenye mahubiri kama hivi tunavyohubiri. Alipomaliza kusikiliza akaandika shida 3. Kule kwao Tabata hawana shule ya watoto wadogo. Kumpeleka shule ya chekechea inabidi wamtoe nje ya Tabata, wampeleke mbali. Akasikiliza. Alipomaliza kusikiliza ile mahubiri, akasema huku kwetu tuna shida ya shule. Akaenda kukodi nyumba, akasema jamani mimi nimeanzisha shule za watoto wadogo. Watu wote waleteni watoto wenu. Wakaanza kwenda. Mimi simjui huyo mtu. Mwaka mmoja kanipigia simu, naomba uje kwenye mahafali. Mahafali wapi? Tabata. Mimi sikujui, nije kufanya nini kwenu? Akaniambia wewe njoo tu. Sikujui. Akasema wewe njoo. Nikamwambia sawa. Kuna usalama? Ndio. Basi nikaambatana na kijana wangu pale. Bwana twende, nimeitwa na huyu mama hata simjui. Mahafali yakafanyika. Mimi nilikuwa mgeni pembeni nasikiliza. Sasa kwenye hotuba ya mwenye shule akasema shule hii mwanzo wake ni mahubiri ya huyu bwana. Alihubiri kwamba fursa zinapatikana kwenye shida. Sisi mtaani kwetu hatakuwa na shule ya chekechea. Mama yule kajenga kigorofa kidogo, siku hizi shule ya chekechea. Haleluya. Wewe kwenu kuna shida gani? Nenda kaitatue. Ukiitatua hiyo shida, Biblia inasema unatoka kwenye dhiki. Manake unatoka kwenye uchumi duni unaenda kwenye uchumi bora. Turudishe kwenye ile jedwali. Yusufu kufanikiwa kwake maishani kulitegemeana na shida ambayo Mungu aliitengeneza ya njaa kule Misri. Sasa hapa ndazungumza neno gumu lakini mtanivumilia. Zaburi 105 mstari wa 16, Biblia inatuambia Mungu ndiye aliyetengeneza ile shida ya njaa. Inasema akaita njaa ijie nchi, akaharibu chakula chote walichokitegemea. Mstari unaofuata, walimuumiza miguu yake, akampeleka mtu mbele yao. Yusufu aliuzwa utumwani. Unaofuata, walimuumiza miguu yake kwa pingu, akatiwa katika minyororo ya chuma. Unaofuata, hata wakati wa kuadia neno lake, ahadi ya Bwana ilimjaribu. Twende. Mfalme alituma watu, akamfungua. Mkuu wa watu akamwachia. Unaofuata, akamweka kuwa bwana wa nyumba yake na mwenye amri
juu ya mali zake zote. Mungu alitengeneza zengwe. Mwambie jirani yako, Mungu alitengeneza zengwe. Ni kawaida ya Mungu wakati mwingine kutengeneza shida au mazingira mazito kwa ajili ya kukufanikisha wewe na mimi. Ni jambo la kawaida. Lakini linapotokea, sisi wachungaji wanaitaga majaribu, mitihani. Ikitokea ni kitu ambacho ni kibaya sana katika uso wako na uso wangu, lakini mwisho wake ni mwema na ni neema nyingi. Haleluya! Usikimbie shida, tatua shida. Muulize jirani yako, una shida gani nyumbani? Kuna furushi la pesa huko. Una shida gani ofisini? Kuna furushi la pesa. Tumalizie sasa, alafu nitatoa nafasi ya maswali na majibu. Twende kwenye jedwali letu. Huko kwingine siendi. Twende namba 3. Namba 3 namaliza. Asante. Namba 3, kama unataka kujenga uchumi imara, uwe na nyumba. Nyumba inawakilisha makazi. Angalia utakapokula na kushiba na kujenga nyumba. Maana Mungu anaturuhusu kujenga nyumba ama kukodi nyumba. Lakini nyumba inawakilisha kuoa ama kuolewa. We mtoto wa kiume, oa, jambo zuri. We mtoto wa kike, Mungu akikujalia, olewa, jambo zuri. Nyumba inawakilisha familia. Nyumba inawakilisha vitu ambavyo viko ndani. Pengine ni TV, pengine ni gari, pengine ni furniture nzuri, pengine ni marembo, pengine ni tiles nzuri, chochote kile ambacho kipo. Lakini Biblia kwenye Mithali 21:20 inasema kuna hazina ya thamani nyumbani kwake mwenye haki pamoja na mafuta. Hebu mstari tusomee. Kuna hazina ya thamani, manake kuna mali ya thamani, kuna shamba, kuna vitega uchumi na biashara kwanza katika maskani ya mwenye haki. Lakini cha pili, kuna mafuta. Mafuta manake luxury things, vitu vya kukusaidia kuboresha na kuenjoy maisha. Bali mwanadamu aliyempumbavu, asante, huyameza yote. Asante. Hili jambo la 3 ni jambo la 3. Kwenye maisha, anza na mzunguko huu. Kazi, wakati ukiwa unafanya kazi, unatenga sehemu ya pesa unaweka kwenye shamba. Halafu unaangalia mambo ya nyumba kidogo kidogo. Sehemu kubwa weka kwenye kazi na shamba, huko ukijenga nyumba. Usianze nyumba wakati huna kazi, maisha yatakuwa magumu. Inawezekana ndiyo, lakini kutakuwa na ugumu fulani na ukakasi fulani. Usianze sana kuendekeza vitu vya starehe, TV na magari vya nyumba kabla ukuwa na mradi. Unakupa ufahari gani kuwa na simu, kitu cha nyumbani ya bei nyingi, lakini huna kazi? Kwa nini usichukue kitochi tu alafu ukaenda kuchukua hiyo tofauti hiyo pesa ukafanya ile M-Pesa, Tigo Pesa, ile biashara itakupa income. Halafu income ikichanganya, nenda kaweke mambo yako vizuri nyumbani. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Sifa na utukufu kwa Yesu. Asanteni kwa kunisikiliza. Maswali. Nimefundisha kwa msaada wa Mungu mambo 3 muhimu kujenga uchumi wako. Kwanza, kazi. Pili, vitega uchumi ama shamba. 3, nyumba. Yote yaende pamoja. Wahindi na Waarabu na wazungu. Kama vile Mungu, kuna mtu aliwanong'oneza huko zamani kwamba wazungu msikimbizane sana na ujenzi wa nyumba. Uliwahi kusikia wazungu wanajenga nyumba? Wazungu wako busy wanajenga nyumba. Uliwahi kusikia? Kwa nini wao wajengi nyumba na wana uchumi mzuri? Kuna mtu aliwaambia kwenye Biblia, priority ziwe hivi. Uliwahi kusikia Wahindi wako busy na ujenzi? Lakini njoo kwetu, kazi ya kwanza tu nyumba. Nyumba ni jambo zuri, lakini prioritize. Ukiweka hela nyingi kwenye nyumba, hautakuwa na kitega uchumi. Kwa nini usiweke kwenye kitega uchumi zaidi, alafu kitega uchumi kikusaidia kujenga nyumba?
mambo yatakuwa mazuri tu, usiwe na wasiwasi. Haya, sasa tunaenda kwenye maswali. Swali langu ni hili mwalimu. Unaweza ukakuta kijana umeanzisha labda biashara au kazi ndogo nyingine ya kusaidia kutokana na kazi yake. Ndio. Lakini nilikuwa naomba utusaidie, vijana wengi tunashindwa kupata muda mwafaka wa kupangilia zile kazi. Unaweza ukajikuta labda unafanya kazi sehemu fulani, lakini pia una biashara yako unaiendesha, lakini jinsi ya kumanage muda unashindwa kumanage vizuri. Ni kipi ambacho kinatufanya tunakwama sana kwenye muda ule wa kumanage ule muda wa kazi na biashara? Sawa. Ni swali langu ambalo nilikuwa naomba utusaidie ili tuweze kupata. Sawa. Swali la kwanza, muda tunafanyaje? Kwa sababu huko unatakiwa ufanye kazi, huko unatakiwa ufanye biashara. Swali la pili, kuna mtu aliuliza kule swali, ameshauliza? Yule alionyesha mkono ameandika. Anahitaji screenshot hii slides. Okay, sawa. Slide wanazo kule, watakurushia ama utatoa namba yangu nitakurushia. La pili, uliza. Asante sana mwalimu. Kama ulivyotufundisha hapo, umesema kwamba ili kumanage biashara vizuri inahitaji kuwa na muda wa kutosha wa kusimamia direct wewe kama wewe. Sawa. Sasa inakuwaje mtu anapokuwa anatamani sana kufanya biashara lakini labda kazi zinakuwa zinamsonga, muda mwingi sana anakuwa anatumia kwenye kazi za kuajiriwa, sio kazi yake binafsi. Sawa. Atafanyaje ili kuweza kumanage? Sawa. Swali la pili linafanana na swali la kwanza, muda wa kuweza kufanya kazi na biashara. Atawezaje kumanage? Sawa. Swali la tatu, huku mna swali. Swali la 4 pale, wewe namba 4, tukimaliza pale tumemaliza kipindi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unaweza kuwa unafanya kazi na unapata kipato chako fulani, lakini kile kipato chako kuna watu wengi nyuma yako ambao wanakuomba pesa kutoka kwenye hicho kipato kidogo. Je, ni halali nikisema nisiwape pesa watu wanaonizunguka wananiomba pesa ili kujimarisha katika uchumi? Watu wengi wanaomba pesa ukishaanza. Sawa. Na hiyo wengi sawa. Biblia inasema Biblia inasema mali ya mtu inapoongezeka na walaji wanaongezeka. Mliwahi kusoma hiyo kitu? Bwana wewe fundi mitambo Google, mali ya mtu inapoongezeka na walaji huongezeka, alafu tuweke kwenye screen iliyoandikwa. Na wenye simu mnaweza mkali Google. Hiyo ni common phenomena. Sawa, lakini kuna kitu unatakiwa ukifanye. Vinginevyo walaji wakiongezeka, usipokaa sawa na wewe mwenyewe unakuwa maskini. Yule nani ata Google, na kwenye simu Google utaona. Bwana asifiwe. Amina. Uliza swali. Ikiwa ninafanya kazi na nina fursa ya kuomba mkopo. Una fursa ya kuomba mkopo? Yes. Na plani yangu ilikuwa ni kwamba natoa mfano, labda ninaomba mkopo wa shilingi 5,000. Huo ni mfano. Ndio. Katika hiyo 5,000 nina plani nichukue shilingi 1,000 ninunue hisa za benki fulani. Shilingi 1,000 nyingine ninunue hisa za benki nyingine. Shilingi 1,000 nyingine ninunue ardhi, kiwanja. Shilingi 1,000 nyingine ninunue hati fungani za serikali. Na shilingi 1,000 nyingine niweke UTT. Je, nitakuwa nimefanya maamuzi sahihi ya kuomba mkopo kufanyia uwekezaji wa namna hiyo? Kwa hiyo swali ni
kuomba kwa ajili ya mkopo kwa ajili ya kuwekeza. Sawa. Haya, asante. Tumemaliza maswali yetu manne. Mnaniruhusu niajibu haya? Sawa. Muda hautoshi. Nina kazi, nimeajiriwa. Sawa, asante. Mwenyekiti ameniambia kuna maswali online. Yale maswali nitayajibu nikishamaliza haya maswali ya ambao tunaonana uso kwa uso. Swali la kwanza, na yule bwana aliprojekti pale vizuri. Kanisa leo lina utaratibu mzuri sana wa projekta. Hongera sana mchungaji. Na mchungaji kiongozi, mpeni hongera zake, mmefanya vizuri sana. Muda hautoshi, ninajipangaje kwa ajili ya kazi na biashara, kwa ajili ya kazi na biashara? Sawa. Muda, watu wote duniani tuna masaa mangapi kwa siku? 24. Katika masaa 24, masaa tunayotakiwa kufanya kazi kama umeajiriwa ni masaa mangapi? Masaa mangapi kisheria? Ongeeni kwa nguvu. Masaa mangapi kisheria kama umeajiriwa? 8. Unabakia na masaa mangapi? 16. Daktari anasemaga tulale masaa mangapi? 8. Tunatoa 8. Tumebakia na masaa mangapi? 8. Masaa yako 8 yaliyobakia unayafanyia nini? Mmoja atakwambia niko kwenye foleni. Sawa, foleni. Kwa nini usiende kupanga nyumba karibu na kazini? Mwingine atakwambia nataka kupumzika. Masaa yako 8 ya kupumzika ulishayatenga. Sasa hakuna mwenye muda zaidi ya masaa 24. Ndani ya masaa 24 watu wanatoka na umaskini wa kuwatosha, kundi la kwanza, na wengine wanatoka na utajiri wa kuwatosha. Wote wana masaa yale 24. Mungu yuko very fair kwenye swala la muda. Hakuna tajiri mwenye masaa ya ziada na hakuna maskini mwenye masaa ya uhaba. What you need to do, pangilia masaa yako. Masaa 8 kama umeajiriwa, fanya kazini. Ukimaliza jioni, Biblia inasema usitulie ukaenda kupumzika. Nenda kafanye kazi mpaka saa 4 usiku. Halafu nenda kalale kuanzia hiyo saa 5 mpaka saa 12. Hujapoteza kitu. Manage your time wisely. Mimi nikupe mfano wangu na niliuzungumza mwanzoni. Asubuhi naamka saa 11, mara nyingi nilikuwa niko kazini 11 asubuhi. By saa 4 nimemaliza kazi zangu zote. Saa 4 asubuhi. Saa 5, saa 6 nawasikiliza watu, wafanya kazi, naisikiliza serikali na wasikiliza wafadhili. Na nilikuwa ni CEO, Chief Executive Officer wa shirika kubwa mojawapo Tanzania. Nimeshamaliza. Nikienda kula, naenda na kupumzika. Naenda kula kule, alafu naanza kufuatilia vitega uchumi. Na utafute kazi kubwa. Kazi ndogo kila siku unasimamia, utapata wapi muda kutoka ofisini wewe? Tafuta kazi kubwa ili uwe na free time. Huojiwi na mtu isipokuwa bodi. Sawa. Sawa, nikimaliza yale masaa yangu 8, ninaenda saa 11, 12, nafundisha mpaka saa 2 usiku. Nikitoka hapo, ninaandika kitabu. Nani atakayenibana ule muda wangu? Nikilala saa 5, saa 6, asubuhi 11, nimerudi tena. Yule jamaa, kijana tajiri, mwenye kumiliki ile klabu yenye rangi nyekundu, alikuwa anafanya kazi kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili. Mkewe ndio kamkataza miaka ya karibuni, acha hiyo tabia, punguza. Ndio matokeo ya kuwa mtu tajiri. Nafahamu kuna changamoto kwa wakina mama, na wengine mnasema, wewe unasema kwa sababu mwanaume tu, sisi tuna watoto. Sawa, lakini mbona kuna wanawake wenye watoto na wenye biashara? Mbona kuna wanawake wenye watoto na wenye maisha na uchumi mzuri? Tumia muda wako vizuri. Kuna kitabu kinaitwa Muda, nimekuja nacho, kiko pale, Time Management. Ukishindwa kumanage muda wako vizuri, huwezi kutoboa kimaisha. Muda ni rasilimali ya dimu. Dakika moja unayoipoteza hutaipata maishani. Don't play with time. Swali la pili nimelijibu.
Kwa hiyo pangia sehemu ya muda kazi ya kuajiriwa, sehemu ya muda kazi ya kujiajiri. Usijifanye una akili zaidi ya Mungu. Mungu alishasema asubuhi kafanye kazi hii, jioni kajifanyie kazi yako. Sasa Mungu akikwambia jioni kaangaike na mambo yako, manake baada ya muda kazi yako ya jioni itakupa mapato. Mapato ya kazi ya jioni yakifanana na kazi ya asubuhi, unaweza ukaacha kazi ya kuajiriwa ya asubuhi ukajoin hands full time kwenye business. Hii ikishachanua unaweza ukaacha hapa. Biashara haijachanua, ajira imechanua, stick on your employment. Usiache kazi ya ajira kienyeji. Nimeona ili tatizo linatokea wachungaji, kwa wafanyakazi wetu, kwa washirika wetu. Mimi ufahari tu na sitaki kuajiriwa, nenda kwenye biashara. We bwana we, utapigika huko, utarudi umechoka kuliko kwenye ajira. Focus kwenye ajira mpaka biashara yako kazi ya jioni ikichanganya. Ikishachanganya ndio unaweza kaacha huko. Kijana mmoja tena KKKT alikuja akaniambia, bwana mimi nataka kuacha sijui nani. Nikamwambia we acha hiyo, acha kabisa, kafanye biashara yako hivyo kidogo, ikisimama ndio uache ajira. Kweli akazingatia ajira ilipo kazi ya biashara ilipochanganya, akaacha ile kazi ya ajira. Leo hii ana shine, yuko vizuri tu, yuko kule KKKT Segerea. Masaa 8, masaa 16 yako ndani ya uwezo wako. Unafanyia nini? Yale masaa 8 ya kulala na masaa mengine 8 yaliyobakia. Masaa mwajiri anakula masaa 8 tu basi. Masaa 8 tu. Hulazimiki kufanya zaidi ya masaa 8. Swali la 3. Watu wengi unapofanikiwa kipato kinaongezeka, basi na mahitaji yanakuwa mengi. Ni kweli. Biblia imesema wazi, walao mali ya mtu inapoongezeka na walao wanaongezeka. What you need to do ni kuwa na discipline. Unatenga sehemu kwa ajili ya zaka kanisani na sadaka. Sehemu labda hiyo ni 10% ama isipungue chini ya 10%, leta kanisani. Matumizi nyumbani na sehemu nyingine 60%. Jumla itakuwa 70%. Tenga 20% kwa ajili ya kuwekeza. Tenga 10% nyingine kwa ajili ya misaada. Fungu la misaada likishaisha, usijifanye wewe una huruma sana. Unaenda kukopa kwa ajili ya harusi za watu wengine. Kwani wewe usipowasaidia watakufa? Nakuuliza tu swali, watakufa? Sio wataendelea kuishi? Kwa nini usijenge uchumi imara ili uwe na fedha nyingi uweze kuwasaidia zaidi siku za mbele? Why? Weka priority, weka standing order, weka automatic deduction kama vile unavyokatwa kwenye mkopo. Kila pesa unayopata sehemu uwekeza kwenye shamba, kwenye kitega uchumi. Swali la 4, mkopo. Nikiugawa, ni vizuri kukopa kwa ajili ya kuwekeza. Hakuna benki itakayokupa mkopo kama unaenda kuanza biashara ama kuwekeza kwa mara ya kwanza. Hakuna. Pesa za benki sio za majaribio kwa mtu asiyejua biashara ama kuzalisha pesa. Aliye na biashara yenye mtiririko wa fedha anakopesheka kwa urahisi. Ukitaka kuwekeza sawa, kwenye hisa, kwenye UTT unaweza, lakini jiulize swali, riba unayotozwa kwenye mkopo 19-20, halafu umepeleka pesa UTT unapata faida 12%. Hesabu haijakaa vizuri. Uwezi mkopo unaolipa kwa 19-20, faida unayoipata ni 12%. Hailipi. Kwa lazima ufanye hesabu ya mapato unayoyapata na riba unayotozwa. Kama mapato unayoyapata, rate of profit return, ni kubwa kuliko interest on loan, well and good. Kama interest on loan, riba unayotozwa ni kubwa kuliko mkopo wenyewe, kuliko faida unapata kwenye biashara, manake unajitafuta kufilisika, utashindwa kuservice huo mkopo. Itabidi ufanye kazi ya ajira kulipa mkopo. Ile biashara haikusaidii kulipa mkopo ama kile kitega uchumi. Pointi ya pili hapa nataka niweke clear kwako. Umetaja vitega uchumi 5 kwa wakati mmoja: hisa, ardhi, hati fungani, UTT, sijui nini. Mimi nikuulize swali, wewe una focus kweli?
huwezi kujitawanya kila sehemu, lazima uwe focused. Chukua kitu kimoja, kifanye kwa uzuri na ufasaha. Kikisogea kimesha simama, nenda kwenye kitu cha pili. Kikisogea kimesimama, nenda kwenye kitu cha tatu. Hisa tu umeshanitajia sijui benki ya kwanza, benki ya pili, benki ya tatu. Hey, don't do that. Usifanye hivyo. Biblia inasema, ni nani ambaye ameenda akanunua shamba akalikuta lina lulu, asiyeenda kuuza vitu vingine akalinunua lile shamba lote? Manake if you spot an opportunity, focus on that opportunity. Usitawanye nguvu zako sehemu nyingi. A jack of all trades is a master of none. Mtu anayefanya vitu vingi sio mtaalamu wa kitu chochote. Focus kwenye kitu kimoja, uwe mtaalamu. Halafu ukimaliza ingia kwenye kitu cha pili. Ukimaliza ingia kwenye kitu cha tatu. Ukimaliza ingia kwenye kitu cha nne. Baadaye unakuwa sasa na multiple combination of businesses, kwa sababu zote una experience nazo. Good experience na bad experience. Okay, kwa hiyo focus kwa kufanya vitu vichache kwa usahihi, kwa ufasaha na kwa umakini. Twende kwenye mtandao. Kwenye mtandao kuna maswali ulisema? Sawa. Mwalimu, ni wakati gani sahihi wa kununua vipande vya UTT, mwanzo au mwisho wa mwezi? Sawa, muda mzuri nafikiri ni zile siku 10 za mwanzo. Unaweza kununua muda wote. Ukinunua mwisho wa mwezi, kinachofanyika, nitakupa mfano. Kipande labda ni shilingi 350 mwanzo wa mwezi, mko kwenye mfuko wa ukwasi. Ikifika mwisho wa mwezi kinakuwa kwenye shilingi 360, imeongezeka shilingi 10. Sawa. Ukinunua mwisho wa mwezi, manake umenunua pamoja na ile faida wanaokurudishia mwezi ule. Ukinunua mwanzo wa mwezi, manake unaacha pesa yako ikue, itazaa faida utakayoipata ambayo hautainunua. Unaponunua mwisho wa mwezi ni kama mtu anaenda kununua kuku mwenye yai. Kwenye mtandao wako kwenye hii kamera. Kama kuku mwenye yai ukimnunua watakutoza hela nyingi. Ng'ombe mwenye mimba ukimnunua watakutoza hela nyingi. Ng'ombe asiyekuwa na mimba ukimnunua hela yake kidogo inakuwa na unafuu. Lakini kama unaweza kuwekeza UTT wakati wowote, kila ukipata pesa rusha, kila ukipata pesa rusha. Ndivyo mimi ninavyofanya. Penyewe vitajichanganya huko, kama nilirusha asubuhi mwanzo wa mwezi ama hii jioni mwisho wa mwezi. Lakini ukirusha mwisho wa mwezi, ujue unanunua kipande kwa bei kubwa. Kwa hiyo wewe unanunua ikiwa na faida yao wamesha load ndani yake. Usije ukajifikiria wewe ni mjanja kuliko wao. Mimi nanuaga mwisho wa mwezi wakati bei ni kubwa. No, unanunua kitu wakati bei ni ndogo, ili mwisho wa mwezi bei inapokuwa kubwa umekuwa umeshatengeneza faida. Nafikiri nimelijibu hilo swali. Huo ni mtazamo wangu. Lakini nunua vipande all time. Swali la pili kwenye mtandao. Je, ni sahihi pesa yako ya kipato unayopata kwenye biashara unayofanya kuitumia kwa kumpa mwanamke ambaye hujamuoa? Hivi wapi tulipoambiwa tuwape watu tuliowaoa tu? Kwa mfano, mama hujamuoa lakini ikakuzaa, unampa pesa umpi? Unampa. Ndugu zako wa kike mliozaliwa tumbo moja, unawapa pesa wapi? Unawapa. Ikitokea mchungaji wako ni mwanamke na amehubiri umebarikiwa, unampa pesa au umpi? Shida iko wapi? Tusiweke maswali ya kijumla jumla ukasema mwanamke usimpe pesa mradi tu anayestahili kupewa pesa ni ule uliyemwoa. Kuna dada zako ndugu yangu, kuna bibi, kuna shangazi, kuna mabinamu, kuna watumishi. Mungu akuongoze. Nafanya kitu. Kuna wajane. Wajane si ni wanawake? Wajane. Kwa hiyo fanya kitu kizuri kwa ajili yao. Swali jingine, je, mfumo wa elimu unahitaji mabadiliko gani ili kupatia vijana ujuzi unaohitajika katika soko la ajira linalobadilika?
Sasa mimi hapa manake unaniambia ni jaribu kuikosoa serikali ama kuishauri serikali katika mfumo wa elimu. Hilo sina jibu, lakini mimi nitakujibu wewe. Ili uweze kuajirika kwa wepesi, zingatia vifuatavyo. Usizungumzie mambo ya mfumo. Wewe, mimi nimekuja kwa ajili yako wewe, sio kwa ajili ya mfumo wa nchi. Utajiri na umaskini uko ndani ya mtu, haupo ndani ya nchi. Mtamka neno gumu. Hakuna nchi maskini duniani, ila tuna watu maskini kwenye nchi fulani. Mungu alipoumba kila kitu, alibariki ile eneo, ndio maana vitu vyote vipo. Huwezi kusema Mungu aliumba hapa kaumba umaskini, halafu kule kaumba utajiri. Hapana. Alipoumba aliona ile kazi ni njema na ni nzuri. Kuna nchi ina bahari, inatengeneza pesa kwenye bahari. Kuna nchi ina ziwa, inatengeneza pesa kwenye ziwa. Kuna nchi ina oil and gas. Mapato yake 90% yanatoka kwenye kitu kimoja tu, oil and gas. Sisi tumebarikiwa na vitu vingi. So, nini kifanyike ili uweze kuajirika? Jambo la kwanza, jiulize una kipaji gani, katumie kipaji chako. Biblia inasema kipawa cha mtu mtengenezea nafasi na kumsogeza mbele ya watu wakuu. Jambo la pili, kajiulize una ujuzi gani, katumia ujuzi wako. Jambo la tatu, nenda kafanye kazi yoyote tu ya kujitolea, itakupa uzoefu. Ule uzoefu unaweza ukautumia kwenye shughuli nyingine. Usisubirie kazi ulioisomea. Nenda kafanye kazi inayopatikana kabla ya kusubiria kazi ulioisomea shuleni. Mimi nimefanya kazi kwenye shirika la afya. Mimi mwenyewe mhasibu. Sikuwahi kusoma mambo ya udaktari, sijawahi kusoma mambo ya unesi. Kwa hiyo just do whatever work which falls on your hand. Usisubirie kazi uliyosomea chuo kikuu, sekondari, vyuoni. Haipo. Be flexible kwenye maisha. Mungu atakusukuma na atakufikisha mahali. Swali jingine kwenye mtandao kama lipo, alafu nitalijibu hili hapa. Unawezaje kutunza hela pamoja, mke na mume? Hili swala mchungaji. Mke na mume mkubaliane jinsi ya kutumia fedha. Mke na mume, pointi ya pili, angalieni nani mwenye uwezo wa kutengeneza fedha kuliko mtu mwingine. Mkikubaliana yule mwenye nguvu ya kutengeneza pesa kuliko mwingine apewe nafasi zaidi. Swali gumu hili. Biblia kwenye Mithali 31 inasema yule mwanamke ana mapato. Manake mwanamke anaweza kutengeneza pesa. Kwenye Wafalme nafikiri wa kwanza, mchungaji atanisaidia, sura ya 4 sijui mstari wa 7, inazungumzia yule mwanamke Mshunemi tajiri ambaye yule mtumishi wa Mungu alienda kumwombea, alikuwa hana mtoto, akapata mtoto akafariki. Yule mama, Biblia inasema alikuwa ni mwanamke mwenye cheo, tajiri, rich woman, rich lady. Kwenye Luka nafikiri sura ya 8, Biblia inazungumza wale wanawake waliokuwa wanamsaidia Yesu kwa mali. Maanake walikuwa ni wanawake matajiri. Mwanaume anaweza kuwa na fedha, mwanamke kibiblia anaweza kuwa na fedha na mali. Angalieni mkubaliane. Changamoto, mmoja anaweza akawa mtumiaji, sio mzalishaji. Sasa ikitokea hivyo, yule mzalishaji inabidi akae chonjo. Amsaidie mtumiaji, lakini asitumie mpaka mkafilisika. Kwa sababu akimwendekeza mtumiaji, hamtakuwa na maisha. Watoto hawatasoma, maisha yatakuwa kidogo magumu. Kwa hiyo mnaweza mkajipanga kinamna hiyo. Tunawezaje kuongeza asilimia kubwa ya vijana wawekeze kwenye soko la hisa na uwekezaji na tuweze kujikwamua kwenye umaskini? Nafikiri ndio mambo tuliyozungumza: kazi, shamba, nyumba. Mwalimu, tusaidie, hii michoro na vikoba vinaweza kutusaidia katika eneo la biashara? Ndiyo. Vikoba vinaweza. Hii michezo sijaelewa. Hii michezo, nafikiri ile michezo ya kupeana pesa, si ndio? Upatu ile mnachanga mwezi huu mnampa huyu, mnachanga mwezi huu mnampa huyu. Ile michezo mizuri, haina shida. Sio desi, mradi isiwe desi, isiwe ile michezo ya kiutapeli ile. Lakini hii ofisini mna kikundi, mwezi huu mnampa huyu, mwezi ujao mnampa huyu, mwezi huu mnampa huyu, mzuri.
unakusanya hela nyingi wakati mmoja. Vikoba vina hela nyie, niwaambieni. Mimi nimeenda kufundisha wanawake kwenye vikoba, na wanaume siku hizi wana vikoba. Vina hela vile. Kikoba kimoja cha KKKT cha wanawake watumishi, wanakaribia bilioni. Wana zaidi ya milioni 400 kwenye treasury bond. Wanapata 15% sawa na milioni 60. Kila mwaka wana milioni 60. Wanawake kikoba cha kanisa KKT. Mwaka huu wakikutana na hisi watakuwa wamefika bilioni. Vikoba vikisimamiwa na viongozi wazuri, wakali. Hapa mchungaji, kwa kweli kile kikoba sijui mlifanyaje. Wale wanawake watumishi wanafanya vizuri sana kupita maelezo. Mchungaji Ana Mzinga nafikiri ndio mwenyekiti, na nafahamu kipindi cha nyuma mheshimiwa mke wako alikuwa ndio mwenyekiti. Kile kikoba kinafanya vizuri sana, wanakaribia 1 billion shillings kila mwaka. Wana uhakika kupeana faida gawio, wametulia. Super. Vikoba ni sahihi, hakuna shida. Na Biblia inasema kwa nini usitoe pesa kwa watoa riba? Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW. Tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes.